Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, sehemu ya 4 ama siku ya 4. Neno letu la msingi linatoka Mithali sura ya 4 aya ya 23. Neno letu la msingi linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Sehemu ya 4 leo. Sehemu ya 3 tulimwangalia Ibrahimu, namna alivyompenda Mungu na namna alivyokuwa wa kwanza. Leo sehemu ya 4 tunaangalia amri ya kwanza. Amri ya kwanza na amri ya pili. Katika amri ya kwanza na amri ya pili tutamwangalia mtoto wa Daudi anaitwa Sulemani. Tukumbuke somo letu lipo kwenye kulinda moyo kuliko yote, na kama tulivyomwangalia Ibrahimu, leo tutamwangalia mtu wa pili anaitwa mfalme Sulemani. Lakini kabla ya hapo, tuiangalie hii sheria ya Mungu ama amri ya Mungu. Inatoka kwenye Injili ya Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi ya 30. Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi ya 30. Neno la Mungu linasema, na mmojawapo ya waandishi akafika, akawasikia akisema naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Amri ya kwanza ni ipi iliyo ya kwanza? Mstari wa 29. Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Aya 30. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Sehemu ya kwanza, amri ya kwanza. Tukumbuke neno letu la msingi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa sababu hiyo, hii ni amri, ingawa linakuja kama angalizo, kama wajibu, lakini ni amri na ni ya kwanza. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, sehemu ya kwanza, kwa roho yako yote, sehemu ya pili, kwa akili yako yote, sehemu ya 3, na kwa nguvu zako zote. Kwa tafsiri nyingine, mpende Mungu zaidi na juu ya kila kitu, sehemu ya kwanza ya amri. Na mstari wa 31, nayo ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya amri ni kumpenda Mungu zaidi na juu ya kila kitu, na ya pili kuwapenda binadamu wengine kama tunavyojipenda, ndiyo amri. Tunatumia sehemu hii kumwangalia mtoto wa Daudi anaitwa mfalme Sulemani, na kwa kumwangalia Sulemani tutatumia neno letu la msingi kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 10 litakuwa ni sehemu ya neno letu la msingi. Tunamwona Sulemani mtoto wa Daudi baada ya Daudi baba yake kumwachia kiti cha ufalme na kutawaza kuwa mfalme, na Daudi anaenda Gibeoni, Yerusalemu, mahali palipo pa juu, kwenda kutoa sadaka. Mstari wa 3 unasema, Wafalme wa Kwanza sura ya 3 aya 3, Sulemani naye akampenda Bwana, akienenda katika amri za Daudi baba yake, ila kutoa uvumba ila kutoa dhabihu na kufukiza uvumba mahali palipo pa juu.
alimpenda Bwana akienda katika amri za Daudi baba yake. Katika kulinda moyo ni lazima tumpende Mungu, hakuna namna nyingine. Kumpenda Bwana na kuenenda katika amri za Daudi baba yake. Tukumbuke amri za Daudi baba yake nyingi zinatoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 1 mpaka ya 10. Imeeleza kwa marefu na kwa mapana namna ya kumpenda Mungu na kuenenda katika hizo sheria. Tukumbuke alichofundishwa Sulemani ni sheria. Na kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22 aya 6, neno linasema mlee mtoto katika amri za Bwana, naye akiwa mzee hataiacha. Mlee mtoto katika sheria ya Bwana, hata akiwa mzee hataiacha. Ndicho alichofanya Daudi baba yake na Sulemani. Na maandiko anasema Sulemani alimpenda Bwana akienenda katika sheria za baba yake Daudi. Na kwa sababu hiyo kuna aina ya mafunzo aliyopewa Sulemani kutoka kwa baba yake Daudi, na aliishi kwa kufuata hizo kanuni ama hizo sheria. Na Daudi Sulemani akaenda kutoa sadaka. Mstari wa 4, basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu yale. Alipoenda Gibeoni, Sulemani alitoa sadaka 1000 za kuteketezwa. Sadaka 1000 ni nini? Alitoa ng'ombe 1000. Ninaomba ujaribu kupiga picha. Umeenda kanisani kutoa sadaka ama shukurani, akatoa sadaka yake ya kwanza ng'ombe 1000. Ikiwa ng'ombe mmoja ni shilingi milioni 1, basi Sulemani alitoa fedha za Kitanzania bilioni 1. Unaweza kuzibadilisha kwa fedha ya nchi yoyote ukajua thamani yake, lakini kumbuka alimpenda Bwana. Baada ya Sulemani kutoa dhabihu hiyo, hakuomba chochote, akarudi nyumbani akalala. Mstari wa 5 unasema, na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Omba utakalo nikupe. Liko wazi, open. Omba chochote nikupe. Ndicho Mungu alichomwambia Sulemani. Kumbuka ni kwenye ndoto. Mstari wa 6 kuna maelezo muhimu sana. Ni kwa mtu aliyelinda moyo wake. Anasema Sulemani akasema, umemfanya mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili hii kuu, kwa kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na kwa unyofu wa moyo pamoja nawe. Kuna swala la unyofu wa moyo. Nawe umemwekea fadhili hii kubwa, maana umempa mwana kuketi katika kiti cha baba yake kama hivi leo. Mstari wa 8, na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako, badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Mstari wa 9, na mtumwa wako yu kati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Mstari wa 9 ndilo ombi la Sulemani kwa baba yake, kwa Mungu. Mstari wa 9, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili. Moyo wa adili. Ombi gani hilo? Moyo wa adili. Ndicho alichoomba
Sulemani, nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili. Pengine tuchukue muda kutafakari. Ameenda kutoa sadaka, akatoa sadaka 1000, hakuomba chochote. Alafu usiku Mungu akaja kwenye ndoto akamwambia Sulemani, omba chochote. Akaanza kumwambia, umempa baba yangu heshima ulipomfanya kuwa mfalme, na mimi mtumwa wako. Ukamwambia baba, badala yako na baada yako mtoto wako atatawala. Alafu angalia ombi la Sulemani, nipe mimi mtoto wako moyo wa adili, ni wahukumu watu hawa. Mstari wa 10 neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili, nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili. Na mstari wa 11 Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala ukujitakia maisha ya siku nyingi, wala ukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala ukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu, nitafanya kama ulivyosema. Nitakupa akili kabla na baada yako hapata kuwepo, na yale ambayo hukuomba, mali, siku, utajiri, nitakupa. Ninaomba tutafakari kidogo. Kati ya watu waliolinda moyo wao kuliko yote wayalindayo ni Sulemani. Sehemu ya 3 tulimwangalia Abrahamu. Sehemu hii ya 4 tumemwangalia Sulemani, mfalme Sulemani, mtoto wake na Daudi. Mungu alimwambia, omba chochote utakacho nikupe. Lakini kabla ya hapo hakumpenda tu Mungu kwa maneno, bali moyo wake kweli ulikuwa kwa Bwana. Kwanza alitoa sadaka 1000 za kuteketezwa. Wewe unamtolea Mungu nini? Unampaga Mungu the best. Unampaga Mungu kila ambacho ni cha thamani kwako. Iliko hazina yako, ndipo ulipo na moyo wako. Fedha zako, muda wako, mali zako, kila ulicho nacho, hakika utakipeleka pale ambapo moyo wako upo. Kama Mungu ni moyo wako, utampa yeye. Kama moyo wako uko kwenye fedha, utakwenda huko. Kama moyo wako uko kwenye madaraka, uko kwenye simu, uko kwa watu, wanawake, vitu, mali, utakwenda huko. Ndipo utakapotumia vitu vyako. Hata kama vinapotea, utavitumia huko. Moyo wa Sulemani ulikuwa kwa Mungu na ulienda kule. Naomba tujifunze vitu hivi. Sulemani angeweza kuomba chochote. Katika maombi, sala, maombi, unaombaga nini? Moyo wako unatamani nini? Hamu ya moyo wa Sulemani ilikuwa kwa Mungu, ampendezeshe Mungu. Mungu alikuwa wa kwanza, haukuwa fedha, ingawa alikuwa anahitaji hivyo vitu. Ndio maana inawezekana sala zetu, maombi yetu hatujibiwi. Hata kama tumeomba. Umeenda kwenye mkutano, si kwenye makongamano, umeenda huku, haujibiwi. Ninaomba ujifikirie sana. Angalia kwa nini unaomba hicho unachoomba. Ni kwa sababu tunampenda Mungu. Why? Hilo swali lazima ujiulize. Kumbuka, Sulemani alimpenda Bwana, akaenenda katika sheria za baba yake. Ukitaka kujua sheria za baba yake ni zipi, nitaomba usome kitabu cha Mithali sura ya 1 hadi ya 10. Alifundishwa akafundishika. Ni vitu alivyokuwa navyo moyoni, na ilikuwa hamu ya moyo wa Sulemani. Alimpenda Bwana, sio kwa maneno, na alilinda moyo huo. Hata Mungu alivyomwambia omba, hakuomba vitu. Wewe ukiomba unaomba nini? Na mimi nikiomba naombaga nini?
Tafakari, niandikie kwenye comment, unaombaga nini? Kuwa mkweli. You can't forge that. Yaani uwezi ukadanganya hapo. Kuna vitu ambavyo vipo kwenye mtima moyo wako. Yali mwambia, nipe moyo wa adili. Nipe moyo wa adili. Moyo wa adili lazima ulindwe, usiingie chochote. Kama ukiona hata kuomba kwako, give me, Bwana nipe, ni watu wa namna hiyo. Haikatai kwamba maandiko anasema na haja zenu zijulikane na Mungu. Ulishafika mahali ukamwambia Mungu akupe moyo wa adili, moyo wa namna hiyo? Ulishai kumwambia Mungu akupe moyo kama wa Ibrahimu, kama wa Suleiman, wa kumpenda? Kama sheria ya Mungu imo moyoni mwako na upendo wa Mungu umejaa ndani yako, hata maombi yako, sala zako, nia yako ya ibada, nia yako ya misa, vitu unavyoviomba lazima vibadilike. Kwa sababu hiyo, moyo wa Ibrahimu, moyo wa Suleiman ulikuwa kwa Mungu. Ndio maana hata Mungu alivyomwambia omba chochote, nipe moyo wa kujua, nipe aina ya moyo wa kukupenda, nipe aina ya moyo usiojua kuhofu, unaokupenda na kukujali wewe. Ndio tunaotamani tuwe nao. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Hata vitu unavyoomba inategemea vinatoka kwenye moyo upi. Sio kwa sababu Suleiman hakuhitaji mali, vitu, utajiri, maisha marefu. Alivihitaji kama binadamu mwingine, lakini kwa sababu aliulinda moyo wake ulikuwa kwa Mungu. Mungu alikuwa zaidi ya vitu, zaidi ya maisha marefu na zaidi ya chochote. Je, sala yako, maombi yako ni kama ya Suleiman? Umekuwa ukiomba kama Suleiman? Ama Bwana nibariki, Bwana nipe hiki, Bwana nipe hiki? Mungu ni kama duka. Wengi tumekuwa hivyo. Jitafakari sana. Je, Mungu ndiye aliye na moyo wako? Moyo wako umebebwa na nini? Unapoenda kwenye sala, kwenye maombi, kwenye ibada, moyo wako unatamani ama unaangalia vitu gani? Linda moyo wako. Hata unapoenda mbele za Mungu kwenye ibada, kwenye kusali, sala zako binafsi, kwenye masifu, kwenye adhimisho la Ekaristi, moyo wako umebeba nini? Usiende tu kwa sababu umeenda. Kuna maandalizi ya kufanya. Unapotoka nyumbani ukijiandaa na sadaka, unajiandaje? Lazima uwe na haya maandalizi ya moyo wako. Jiangalie sana. Kama umekuwa, usijihurumie. Lazima tujichambue. Lengo tujue pia una moyo wa namna gani, na tamaa ama hamu ya moyo wako umebeba vitu gani. Lengo ni kulinda moyo ili chemchem za uzima zitoke. Ndani ya moyo wake ulitoka hiyo chemchem, na aliyeitoa ni Mungu peke yake. Akampa Suleiman hata vile vitu ambavyo hakuomba. Je, moyo wako ni kama Suleiman? Umepondwa kiasi kwamba ni Mungu peke yake yumo ndani yake? Tafakari sana na chukua hatua. Tumsifu Yesu Kristo.